Asante sana. Baada ya kusikiliza wimbo mzuri, tutakuwa ni wenye kuanza mnakasha wa siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili kuwa hapa kwa ajili ya kuendelea na shughuli ya kutangaza habari njema za Mungu. Kama ilivyo ada na desturi yetu, tunawakaribisha wote ambao wanasikiliza sauti hii ama wanasikia sauti hii wakiwa umbali na wakiwa karibu. Tunawakaribisheni katika mkutano huu, mkutano wa muhadhara, mkutano ambao una uhuru wa kusema. Kama kuna jambo ambalo ungetaka kulihoji, unakubaliwa kulihoji. Yani ni mkutano ambao ni wa kuhojiana, mkutano wa aina yake, mkutano ambao haubagui dini, haubagui dhehebu. Tunaitana zote kwa ajili ya kusemezana, tukitafuta njia moja ya kumfikia Maulana. Hiyo ndio sababu yetu kuwa hapa, na tutaendelea kuwa hapa, na tunaendelea kuwakaribisha watu ambao wana imani tofauti na imani yetu. Imani yetu tunaisema hadharani, na tunakubali pia kucharijiwa ama kupewa changamoto katika imani yetu. Ama mtu yeyote ambaye ako tayari kwa ajili ya kukosoa imani yetu, ina maana kuna mahali tumefanya kinyume, hatukatai kulainishwa. Hiyo ndio maana tumeweka vitabu kwenye meza, sio kitabu kimoja. Kwenye meza kuna vitabu ambavyo vinatumika na imani na dini mbalimbali. Kwa hivyo tutasoma imani hizi kulinganisha hili na hili, ili tuweze kupata ukweli uko wapi. Maana Waislamu wanadai wana ukweli, Wakristo wanadai wana ukweli. Sasa kwa sababu hakuna ukweli mbili, ukweli ni moja, lazima tuangalie ukweli uko wapi. Waislamu wanasema kweli, lazima tuangalie. Waislamu wanasema uongo, lazima tujue. Kwa hivyo kama wewe ni Muislamu, lazima ukae lada, maana imani yako tutaiperuza, tuangalie ni kitu gani ambaye kimefichwa kwenye imani ya Kiislamu. Na kwa sababu sisi ni Wakristo, hatuwezi kuwa na wasiwasi ama hatuwezi kuogopa tunaposema ya kwamba imani yetu iko sawa, imani yetu ni ya mitume na manabii. Hatuwezi tukaogopa, tunasimama kidete na tunaitangaza hiyo ndio imani ya kweli. Kama kuna yule ambaye anaona tunadanganya, basi huyo ndio tunamuita aje aseme tumedanganya kwa lipi, wapi tumedanganya. Kwa hivyo leo tutakuwa na mada ya dini. Dini gani ya kweli? Wanadamu wafuate dini gani wafike kwa Mungu? Hiyo ndio itakuwa mada yetu ya siku ya leo. Na kabla hatujaanza, nitaanza na kuomba, alafu baadaye nitawatambulisha tulio nao. Baada ya kuwatambulisha wale tuko nao, tutakuwa ni wenye kuanza mada hiyo. Dini gani tufuate tufike kwa Maulana? Dini gani tufuate tufike kwa Mungu? Hiyo ndio dini, wala hiyo ndio mada ambaye tutaiangalia siku ya leo. Kwa hivyo wacha tuombe, alafu tuanze. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu, tunasema ni asante kwa sababu ya afya ambayo umetukirimia. Tunakualika katika uwanja huu uweze kuwa kiongozi, uweze kutufundisha kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Pale katika viti vyetu pale za usomaji, pale kuna walimu wawili wamekalia zile viti, na wa kwanza anaitwa Paulo Hassan. Paulo Hassan watu hapa wanamjua, tulikuwa na yeye jana. Kwa hivyo atachukua mikrofoni aweze kutoa salamu. Toa salamu ndugu yangu Paulo. Naam.
Tunashukuru tena Mungu ambaye ametuwezesha siku ya leo kuweza kufika kwa viwanja tena baada ya kuwa tumeachana, na kama tena tumerejea mahali hapa tukiwa wazima. Jina lake litukuzwe. Ndugu zangu katika imani wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale ambao hawajapata neema kuwa wa Kristo, maana mahali hapa ni stage na watu wa dini tofauti wanakutana mahali hapa kwa ajili ya kusafiri. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Munaendelea kukaribishwa katika mkutano huu. Ni mkutano wa kipekee ambao kila mtu ana ruhusa ya kutangaza kile anachoamini na anakaribishwa, na Mungu apate kuwabariki. Amen. Huyo anaitwa Paulo Hassan. Yeye amekuwa Muislamu kuzaliwa, lakini kwa sasa sio Muislamu tena. Ameuacha Uislamu na ameachana na Uislamu kabisa. Kuna mwingine naye ni mgeni wetu leo, ametutembelea leo. Yeye anaitwa Rashidi Ekai. Rashidi Ekai pia yeye amekuwa Muislamu, lakini kwa sasa vile tunaongea sio Muislamu tena, na amekuwa mhadhiri ama amekuwa akiwatoa watu kwa Ukristo akiwapeleka kwa Waislamu, lakini kwa sasa hivi ataanza tena kuwarudisha huku, maana amejua kumbe kule alikuwa anawapeleka si kwenye ukweli. Ameshajua ukweli bayana, kwa hivyo sasa atakuwa anawarudisha watu wa Mungu kwenye zizi la Mungu. Karibu sana Rashidi Ekai, uweze kuwasalimia wakaaji wa Nakuru. Karibu. Wakaaji wa Nakuru, tena ninasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Nawe pia. Hebu kwanza nataka tujuane, kwa sababu kujuana ni kitu muhimu. Na nataka kuona kweli kabisa mkutano huu na watu wa Nakuru ni watu wa amani kabisa. Hebu Mkristo sehemu yote alipo anyanyue mkono juu namna hii tumuone. Kweli wengi kabisa. Haya, tuteremshe chini. Alafu vile vile nina mashemeji wangu, marafiki zangu wa siku nyingi, salamu zao zinatumika kwa lugha ya Kiarabu. Assalamu alaikum. Waislamu, hebu tunyanyue mkono kama kwapo. Mmoja pale. Wapili yuko wapi? Wawili tu. Watakuja muda usiokuwa mrefu. Kwa hivyo mimi nasema kwamba mkutano siku zote huwa ni mkutano wa amani, mkutano wa upendo, mkutano wa undugu, sio mkutano wa uadui. Kwa hivyo tuko hapa pamoja, tutasikiza maneno mengi, na mimi niko tayari kuhojiwa kwa hoja yoyote ile. Sina wasiwasi kwa sababu vitabu vipo, na kama alivyosema mwalimu aliyetangulia kwamba Mungu hawezi kufanya neno lake mpaka awafunulie utumishi wake manabii. Tutakuja tuangalie kwa muda usikuwa mrefu. Kwa hivyo nasema karibuni sana, bila uoga yoyote, bila tatizo yoyote, tena mjisikie mko nyumbani. Asante sana, Mungu akubariki sana. Karibu kwa imani hii. Hii ndio imani ya kweli na usikuwe na shaka ndani yake. Hapa ndipo manabii na mitume walitulia na wakawa wana matumaini ya uzima wa milele. Mada yetu itapelekwa na mmoja anaitwa Ustadh Fred Onyango. Huyo ndiye atapeleka mada ya leo, inaitwa dini ya kweli ni gani. Kwa hivyo nitamkabidhi chombo, alafu yeye ataanza kuwasalimia, alafu aendelee na mada. Kwa hivyo Onyango, karibu, kipaza sauti chako, mada yako, kuja peleka mada. Wakaaji wa mji wa Nakuru wako tayari kukusikiliza. Kwa hivyo mahali Onyango huko, karibu, kipaza sauti ni chako na mada ni wewe unaipeleka. Watu wa Nakuru wanakusikiliza. Dini ya kweli ni gani? Watu wajiunge nayo. Karibu. Haya, tunashukuru sana kwa hii fursa. Wakristo, Waislamu, wale wasiokuwa na dini, wale wanaobambanya, watafutaji na wale wapingaji, wote wanakaribishwa, na makafiri wote pia wanakaribishwa kwa mkutano kama huu, ili wasikilize neno la Mungu ambalo huwa halikomi, halizeeki, halichakai, wala haliwezi kuingia kwetu. Asante sana. Kwa hivyo, kwa hii fursa tungependa tuweze kuangalia somo hili dakika chache kifupi sana, ili baadaye tuwe na muda mzuri wa maswali, maana masomo ni mengi sana, najua na walimu wana mengi ya kuzungumza. Na mimi kama ilivyo kawaida, huwa mada nikiipeleka naipeleka kifupi ili uweze kufahamu, ili nisikujaze maneno nikupoteze, lakini afadhali ushike mawili lakini umeyafahamu, au tusome andiko moja lakini uende umeelewa, kuliko 100 lakini hujatoka na moja, itakuwa ni hasara.
Kwa hiyo tungependa tuweze kuingia kwa somo hili, na msomaji wangu natumaini upo. Niko. Asante sana. Kwanza tunapozungumzia swala linaitwa dini, lazima uelewe haswa dini inamaanisha nini. Unajua kuna watu wengi ndio wanaona Ukristo ni jina ambalo limekuja kutumika na watu ambao wamelibandika, ambalo ukiangalia kwa maandiko utakuta neno bali utapata kuna jina linaitwa Wakristo. Kwa Wakristo hapo kuna Waislamu, pia vile vile kuna Hindu. Kwa wanaposikia dini, kuna wengine wanasema ni mfumo wa maisha au njia ambayo mtu anatumia kumwabudu Mungu. Mwalimu wangu, kwanza nipatie Ayubu 4:6. Teremka viwanja hivyo. Ayubu 4:6. Safi kabisa. Biblia inasema hivi, katika 4:6 kitabu ni cha Ayubu. Inasema 4:6 kitabu ni cha Ayubu. Je, dini yako sio matarajio yako? Safi. Na matumaini yako sio huo uelekevu wa njia zako? Kwa hivyo dini kwa njia nyingine imeitwa njia au uelekevu wa njia. Njia ambayo haina uelekevu haitwi dini. Ni dini lakini kombokombo. Ina maana ni dini ya kubambanya. Na kuna njia nyingi ambazo pia si dini. Mwalimu wangu, hebu nipe Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wake wa nambari 27 kwanza kwenye Biblia, tuangalie Mungu anasemaje. 2:27 kitabu ni cha Taurati. Safi kabisa. Inasema hivi, katika aya yake 27. Naam. Nipishe katikati ya nchi. Inasema nipishe katikati ya nchi yako. Nitakwenda kwa njia barabara. Soma vizuri, kwa njia. Inasema nitakwenda kwa njia ya barabara. Ya barabara. Nitakwenda kwa njia ya barabara. Kwa hiyo kuna njia si barabara. Kuna njia ya barabara ambayo vile vile ni njia lakini si dini. Kwa hiyo dini ni njia ambayo ina uelekevu, ambayo imenyoka. Ambayo imenyoka na ina uzima. Si imenyoka na haina uzima. Methali 16:25. Nisaidie Biblia kwanza hiyo. 16:25. Methali. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Kuna dini au kuna njia ambayo unafuata, umezaliwa nayo, ni ya baba yako, ni ya mama yako, ni ya mababu. Ukiangalia dini haina mambo mengi, haikukatazi kuvuta fegi, kuchana gomba, mambo mengi kwa sababu utazikwa vizuri. Kwa hiyo inaonekana ni nzuri, twende. Lakini mwisho wake, hiyo dini hiyo ni njia za mauti. Unaona? Kwa mwisho hiyo njia unakuta ni mauti, haikupatii uzima, unakwenda kuangamia. Kwa hiyo ni vizuri ukichagua, ndugu zangu, njia ni mbili. Hiyo wewe kwenye ya giza au ya nuru, mbingu na ardhi, giza na mchana. Mwalimu wangu, naam, Yeremia 21:8. Kwa Mungu alipeana mwelekeo ili unapotafuta njia useme sikuambiwa wala sikujua. Twende. 21:8 kitabu ni cha Yeremia. Safi. Nao waambie watu hawa. Yeremia aliambiwa aambie watu hawa, watu wanakula, waambieje? Bwana asema hivi. Mungu anasema hivi. Tazama nimeweka mbele yenu njia ya uzima na nini? Na njia ya mauti. Subiri. Kwa msomaji, kumbe duniani kuna njia ngapi? 2. Gani? Ya uzima na ya mauti. Asante. Kwa kuna njia mbili tu, ima iwe ni ya uzima au uko kwenye njia ya mauti. Asante sana. Kwa kama uko kwenye njia ya uzima wana mdogo wewe, uko kwenye njia ya mauti. Kwa kama uko kwenye mauti, uko kwenye uzima. Kwa hiyo usipotee ndugu zangu, kwa leo usikie somo hili. Nimekupa utangulizi mzuri ya kujua kwamba sio njia zote ni dini. Ukienda Nairobi, tuko na Thika Super Highway imenyoka, lakini haikwenda uzima milele. Kwa hiyo unaweza kupiga tofauti na njia imenyoka, lakini mwisho wake haikusaidii. Mwalimu wangu, naam, Qur'ani 3 aya yake nambari 99. Tusome teremka viwanja hivyo tuangalie nasemaje. 3:99. Safi. Inasema hivi katika 3:99 kitabu ni cha Qur'ani. Sema, enyi mliopewa kitabu. Kweli kabisa. Kwa nini mnawazuilia watu na nini? Na njia, yani dini ya Mwenyezi Mungu? Basi, kwa hiyo kuna njia ambayo ni dini ya Mungu. Kuna njia ambayo ni dini za watu. Watu wametunga na baada ya kutunga wameziita dini. Ni dini kweli, hata kuabudu ng'ombe ni dini, lakini si ya uzima wala ikusaidii kupata mwelekeo thabiti. Kwa mwalimu wangu, nataka tuweze kuanza kwenye Biblia, tuweze kuangalia njia hii ya uzima ni ipi, ilianzia wapi. Kwanza nipo Ibrania Hebrews. Kama sijazeeka sana, 12 aya ya 2 twende.
12:2. Waebrania Inasema hivi, katika 12:2 kitabu ni cha Waebrania. Safi. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha Alafu na mwenye kutimiza imani yetu. Kwa Wakristo sisi tunajivunia kitu kimoja, kwamba Yesu Kristo ndiye mwanzilishi, alafu Yesu ndiye alitimiza imani yetu. Kwa imani yetu haikuanza Yerusalemu wala haikuanza Antiokia wanapoitunga. Kuna mwanzilishi anaitwa Yesu, ndiye mwanzilishi, alafu ndiye mwenye kutimiza. Sasa katika kuanzisha, msomaji, alianzishia wapi? Twende huko 17:5 Injili ya Yohana. Some viwanja. 17:5 kitabu ni cha Injili ya Yohana. Naam. Biblia inasema hivi, na sasa Baba, ulitukuze mimi pamoja nawe. Safi. Kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa kabla ya ulimwengu kuwako, mwanzilishi na mtimizaji wa imani alikuweko, ambaye si mwingine, tumeshaambiwa na maandiko, ni Yesu Kristo. Kwa msomaji, mwanzilishi na mtimizaji ni nani? Yesu Kristo. Turudi kwa Biblia. Kama yeye ndiye mwanzilishi, wale manabii waliokuja baada ya mmoja kabla ulimwengu kuwako, aliwapa nini? Petro wa kwanza 1 aya yake nambari 10. Teremka viwanja hivi. 1:10 kitabu ni cha Petro wa kwanza. Safi kabisa. Biblia inasema hivi, katika 1 mstari wake ni wa 10. Inasema hivi, katika habari ya wokovu huo, manabii walitafuta. Kuna manabii walikuwa wanatafuta na kuchunguza ambao walitabiri habari ya neema itakayowafikia nyinyi. Wakatafuta ni wakati upi? Na wakati wa namna gani? Ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kumbe msomaji, manabii wote, kina Ibrahimu, kina Musa, kina Nuhu na wale wengine, walikuwa wanafanya kazi wakiongozwa na nani? Roho wa Kristo. Na ukiongozwa na Roho wa Kristo unakuwa nani? Mkristo. Very good. Kwa Biblia inajua Mkristo na Wakristo. Sawa msomaji? Ndio. Hao ndio watu ambao walikuwa njia tangu zamani, ambao tunakwenda kuangalia Mkristo, maana wakiwa wengi ni Wakristo bila shaka. Kwa nini? Ni wafuasi. Marko 9:41. Nisaidie andiko. 9:41 kitabu ni cha Marko. Safi kabisa. Biblia inasema hivi. Katika 9:41 kitabu ni cha Marko. Naam. Inasema kwa kuwa yeyote atakayeonyesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. So unaona, kwa kuwa nyinyi ni watu, si nyinyi ni watu Mkristo, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo. Safi. Amini nawaambia, hata kosa thawabu yake. Kwa ndio unaona kwenye Biblia tangu zamani, kama kuna kitu watu hawajawahi kuelewa kijeleweka, ni habari za mwanzilishi na mtimizaji wa imani. Kwa sababu watu wengi wameanza kumuona Yesu kwenye tumbo ya Maria, wamesahau alikuweko kule nyuma, wamesahau ni mwanzilishi. Kwa hiyo ukimuona Yesu kwenye tumbo la Maria, uenda kule nyuma utamsahau, hautamuona. Ndio maana unaona wengine, Ibrahimu, Musa, wote walishangilia walipoona siku yake. Ndio maana katika Hesabu anasema, namuona lakini si karibu, kuna nyota itatokea. Kwa kuna fimbo ya enzi inakuja. Walimuona zamani, lakini ukimuona kwa Mariamu, wewe hujamjua Yesu wala umfahamu Yesu. Kwa msemaji, wafuasi waliokuwa wanamfuata Yesu na Roho wa Kristo wanaitwa Wakristo. Very good. Narudi nyuma tena mwalimu wangu. Tuende kitabu cha Matendo. Tuanzie kule jangwani kidogo, tupeleze kule katika Samba 37. Tunakwenda kuangalia Musa, naye alikuwa na kanisa lake amepewa kutoka Misri jangwani. Maana Mungu alisema, "Ondoa watu wangu Misri, haiwezekani waendelee kukaa hapa." Soma hiyo. 7:37. Safi. Inasema Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli nini? Bwana Mungu wenu atawainulia ni nabii katika ndugu zenu kama mimi. Msikieni yeye. Safi. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Pamoja. Inasema pamoja na yule malaika. Kwa Musa jangwani alikuwa na kanisa. Kwa Musa alikuwa na kanisa jangwani. Kwa nini? Kwa sababu kanisa limetokana neno la Kigiriki, maana yake ecclesia. Ukiangalia dictionary ya Kiingereza nakwambia ni assembly, ni congregation. Kuna mikusanyiko mingi ambayo haiti kanisa. Kuna mikusanyiko kunywa busa au pombe au tembo na kadhalika. Lakini yote haiti kanisa, kwa sababu kanisa ni kusanyiko la waumini ambao wana kusudi moja la kumwabudu Mungu vile vile katika roho mmoja. Ndio maana wanaitwa church, assembly, ecclesia.
Ndio maana waliitwa kanisa, lilikuwa kule jangwani. Musa na kanisa lake jangwani. Mwalimu wangu niko. kwa hiyo tunakuta watu ni wa Kristo. Ibrahimu anasemaje? Galatia 3:29 malizia. 3:29 kitabu ni cha Wagalatia. Naam. Na kama nyinyi ni wa Kristo, basi umekuwa uzao wa Ibrahim tena na warithi sawa sawa na ahadi. Kwa hata msomaji, wale ambao wanamwamini Ibrahimu baba yao wa imani, Ibrahimu baba mataifa, Ibrahimu mwanzilishi, kwa wanaamini msomaji vile vile wao wamekuwa wa Kristo. Watakwenda kurithi ahadi Mungu amewekea kwa sababu Ibrahimu ndiye baba yao. Kwa hiyo ukiwa Mkristo, ndugu zangu, unajivunia kwa nini Ibrahimu anakuwa baba yako. Akiwa baba yako, wewe umekuwa ni Mkristo kamili. Na ukiwa Mkristo kamili, Petro wa kwanza 4:15 ndio Mungu anasemaje? Twende. Petro wa kwanza 4:15. Safi kabisa. Inasema hivi katika 4:15 kitabu ni cha Petro wa kwanza. Maana mtu wa kwenu asiteswe kama muuaji. Usije ukateswa kwa sababu wewe ni mpigaji ngeta, au mwizi, au mtenda mabaya. Naam. Au kama mtu ashughulishaye na mambo ya watu wengine. Safi. Lakini ikiwa kwa sababu ni Mkristo, ikiwa kwa sababu wewe ni Mkristo, asione haya. Basi ndugu zangu, usione haya, bali amtukuze Mungu katika jina hilo. Kwa msomaji, kama wewe ni Mkristo, unafaa ufanyeje? Umtukuze Mungu katika jina hilo. Ukitembea kifua mbele, umtukuze Mungu. Jina hilo gani? Wewe ni Mkristo. Mkiwa wengi, nyinyi ni Wakristo. Kwa hiyo leo hili ni jambo nafikiri unalifahamu kwa makini sana. Kwa Wakristo wamekuwa ndio wafuasi wa Kristo. Kwa nini? Wanamfuata Yesu ambaye ndio kiongozi, mwanzilishi, pia ndio mwenye kumtimiza ama mtimizaji wa hiyo imani. Msomaji, niko. Sasa kwa nini Mkristo ana haki ya kuwa kifua mbele? Shida iko wapi? Au anajivunia nini kwenye maandiko? Waebrania 12:23, soma hiyo. 12:23. Hebrews inasema hivi katika 12:23 kitabu ni cha Waebrania. Safi kabisa. Biblia inasema hivi mkutano mkuu, unaona, yani hiyo ni ecclesia, congregation assembly, mkutano mkuu, na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Kumbe mwalimu, kama wewe ni Mkristo unayemfuata Kristo kikamilifu, jina lako huko kanisani limeandikwa wapi? Mbinguni. Na hilo ndio jambo la maana. Kwa Wakristo majina yao ambao wanamfuata Yesu kikamilifu yameandikwa wapi? Mbinguni. Ndio maana msomaji, yakiwa jina lako limeandikwa mbinguni, kuna kusanyiko linaitwa kanisa, kuna lingine sinagogi, kuna Buddha, kuna Shinto. Yesu malaika wake humtuma wapi? Kwa Shinto, kwa Buddha, kwa sinagogi au kanisani? Ufunuo 22:16. Nisomee hiyo. Inasema katika 22:16. Revelation. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Alafu ile andiko naomba msikize kwa makini, maana huenda kuna wale wanakusanyika lakini si kanisa. Ni biashara za watu. Labda ni sinagogi, labda ni temple au ni msikiti. Sikiza, rudia andiko. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu. Wapi? Kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Kumbe msomaji, ukitaka kupata breaking news au taarifa za mbinguni za Yesu unazipata wapi? Kanisani. Sio wapi? Msikitini. Unaona? Ukitaka taarifa za mbinguni, kanisani. Taarifa za kupotea kwenye masinagogi na maeneo mengine ya makusanyiko hasara, ambayo upati faida, hasara mpaka kiyama. Kwa ndugu zangu, ndio maana kwenye Biblia tunaelewa tunajiita wa Kristo. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mfuasi wa Kristo na una roho wa Kristo. Hebu nisaidie Warumi 6 mstari wake wa nambari 9. 6:9 Romans, soma hiyo. Inasema hivi 6:9 kitabu ni cha Warumi. Safi. Biblia inasema hivi katika 6:9. Naam. Inasema tukijua ya kuwa Kristo akishafufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu. Basi kwa sisi tunaposikia Kristo, ndugu zangu, tuna mwanzilishi wa imani, hajafa, yuko hai. Kuna watu wanasema dini ya Kristo ilikufa, haiko tena. Yuko hai. Yuko hai na yuko hai milele, wala hafi na tena hafi tena. Ndio Biblia, ndio ukamilifu wa maandiko. Lakini mwalimu wangu msomaji,
Niko. Hebu nipe kitabu cha Yeremia 6:16 kwanza niweze kugeuza kibano kidogo niingie kitabu cha pili, twende. 6:16. Naam. Inasema hivi. Katika 6:16 kitabu ni cha Yeremia. Naam. Bwana asema hivi. Mungu anasema hivi. Simameni katika njia kuu. Kwanza unapotafuta haki, simama katika njia kuu. Mkaone. Alafu kaone. Mkaulize. Kisha ukaulize. Habari za mapito ya zamani. Habari ya mapito, njia zamani. Iwapi njia iliyo njema? Kwa ni vizuri usome, uulize habari za njia tumefundisha ya zamani. Mkaende katika njia hiyo. Alafu utembee katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Basi, kwa ukiuliza, ukisoma ukitafuta habari za njia hiyo, ndugu yangu utapata. Na utapata ni njia gani? 14:6 Yohana Injili, soma. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Tunaona. Kwa kuna njia ambayo ni njia, ni kweli, ni uzima. Naona hiyo habari. Maliza. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yeye imekauka. Kwa hiyo ukiangalia wale wengine wote, Ibrahimu hawezi kuwa njia wala Musa. Bali maneno aliyopewa ndio tunafuata, maana makaburi yao tunayo mpaka sasa. Wala Yeremia, wala Danieli ni manabii wa Mungu watukufu sana, tunawaheshimu sana. Lakini hao wote si njia. Bali njia anakuwa nani msomaji? Yesu Kristo peke yake. Wewe ndio ulikuwa mundu wangu mwanzilishi na mkamilishaji wa imani. Kwa leo duniani kuna njia ziko nyingi zimekuja leo. Kila mtu anasema yangu ni ya kweli, yangu ni ya kweli. Yangu ni ya haki, yangu ni ya haki. Lakini sasa Mungu amesema kwenye vitabu ziko nyingi zinaonekana kuwa ni nzuri, zimepambwa vizuri, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Utazijuaje? Utazijua kwa sababu msomaji Niko. Wakorintho wa kwanza 3:11. Nisaidie hiyo kwanza. 3:11 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Twende. Inasema hivi. Katika 3:11 kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza. Safi kabisa. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka. Isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa. Yani Yesu Kristo. Kwa mtu akija leo mwalimu akajenga msingi mwingine akaita dini, ni dini yake. Ndugu zangu, Biblia inasema hakuna msingi huo uwezi kukubalika. Maana msingi ambao uliwekwa tangu zamani ulishawekwa na Kristo mwenyewe ambao tumeufundisha sasa hizi. Ni njia ya Kristo. Kwa msingi huo ambao umejengwa nje, ina maana huko nje foundation utabomoka. Hata manabii wote walikuwa na msingi mmoja. Efeso 2:20 soma. Inasema mmejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Safi. Naye Kristo Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Kumbe manabii wote msomaji msingi wao ni mmoja. Jiwe kuu la pembeni akiwa ni nani? Yesu Kristo. Yeye imekauka, hahitaji kachumbari wala bilauri wala vitu vingine vya kupambanya. Hiyo nafikiri mwaweza kufahamu kwa makini. Wakristo wanao njia yao ya kweli ya haki, manabii walifuata. Leo naona kuna mtu anaweza kukufuatia akakuuliza wapi andiko dini yako ya haki. Ni kama mtu anatembea na t-shirt imeandikwa mgongoni mimi si mwizi. Aliyekuwa aliyekuuliza ni nani? Hakuna. Na hakuna mtu amekuuliza wewe si mwizi. T-shirt imeandikwa mgongoni mimi si mwizi. Nani amekuuliza? Kwa ndugu zangu, ni vizuri unapotafuta haki na njia uiangalie uweze kujua ni wapi unakwenda kuelekea. Msomaji, Niko. Nipo ushahidi wa pili. Qur'ani sura ya 2 aya namba 62. Nisome hiyo. Inasema katika walioamini mitume wa zamani huko. Kwanza piga fieleko kwa Arabia kwanza alafu soma Kiswahili. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Wapi tafsiri? Katika walioamini mitume wa zamani huko. Unaona, kumbe zamani kuna mitume walikuwa waamini Mungu zamani huko. Ni Mayahudi, kuna Mayahudi na Wakristo. Watu gani? Wakristo. Kwa hivyo Qur'an najua kuna watu wanaitwa nani? Wakristo. Maliza. Na Wasabai. Unaona, hebu tulia kidogo. Kumbe kitabu hiki cha pili kinasema kulikuwa na Mayahudi. Maana Judaism ni dini. Ukisoma Galatia 1:13 baadaye utaangalia ilikuwa ni dini. Wakristo pia wana dini inaitwa dini. Alafu kuna Wasabai, kuna watu hawana kitabu, maeneo ya Baghdad walikuwa wanaishi. Kulikuwa na watu ambao wana imani bila kitabu. Endelea mwalimu.
Inasema na wasabai yoyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu safi na akaamini siku ya mwisho. Kwa hivyo ukiamini Mungu na siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri, akafanya amali njema, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao, wala haitakuwa hofu juu yao, wala hawatahuzunika. So unaona, kwa vitabu vinasema Wakristo, Wayahudi na Wasabai hawataona hofu wala hawatahuzunika, ndugu yangu, siku ya kiyama, maadamu wanaamini Mungu na siku ya mwisho. Wana thawabu zao kwa Mola wao, hawatanyimwa katukatu mpaka kiyama. Mwalimu wangu, naam, kuna mchuzi hapo chini, una mambo mazuri. Soma inasemaje? Muradi wa aya hii, muradi wa andiko hili ni kwamba jambo kubwa la kupatia mema na kuepuka hofu na huzuni za siku ya kiyama safi ni kumwamini Mwenyezi Mungu, ni uamini Mungu na siku ya mwisho. Na ni kweli mtu yote anaamini Mungu, hata kama anaomba chini ya miti, hata kwenda motoni. Twende na kufanya amali njema, na hili halikuhusikana na Waislamu peke yao, bali la wakusanya watu wa dini zote zilizotajwa hapa. Haya, sasa subiri, tunavuta juu. Kumbe hapo juu kumetajwa nini? Dini. Nipe dini ya kwanza imetajwa kwenye aya. Mayahudi. Dini ya pili Wakristo. Dini ya tatu Wasabai. Zote ni nini? Ni dini. Unaona, kwa zote zinakuwa ni dini. Kwa zote wakifanya amali njema, mbinguni wanaingia, au kwa Mola wanaingia, wanapata thawabu zao bila kubambanya, bila kuwa na huzuni wala hofu. Hiyo ndio maneno yanakwenda vizuri. Tunaendelea, msomaji wangu. Kwa kama hiyo ndio kauli, msomaji, naam, kama hiyo ndio kauli, Qur'ani inawaambiaje? Sura 16 aya nambari 43. Nisaidie hilo, twende. 16:43. Inasema hivi, katika 16:43 kitabu ni cha Qur'ani. Safi kabisa. Nasi hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako, isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wahi. Basi waulizeni wenye kumbukumbu za vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale, ikiwa nyinyi hamjui. Kwa Waislamu waliambiwa kama kuna jambo hawajui, waulize watu wenye kumbukumbu ya vitabu vya zamani. Kumbe kuna watu wa zamani. Sasa mtemaji, napata tuangalie watu wa zamani ni kina nani? Safi, ndio. Qur'ani sura ya 10 aya nambari 94, twende. 10:64. 94 twende. Inasema hivi, 9 alafu nambari muhimu sana, twende. Sana kabisa. Hakuna kitu kibaya kama 9. Ndio hiyo. Inasema na kama unayo shaka juu ya hayo, Mtume anaambiwa Muhammad kuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako. Wasomwa vitabu kabla. Kina nani hao? Mayahudi wa kwanza na Wakristo. Kumbe mwalimu, wale wenye kitabu cha zamani kumbukumbu ni Mayahudi na kina nani? Na Wakristo. Farisi kwa ujanja kubana kaeka waliosilimu ambayo hakuna kwenye hakuna katika aya. Unaona ujanja huo aliweka Ndio. Unasoma andiko la 3, Qur'ani 21:7. Bado wanatumwa huko kwa, twende. 21:7. Inasema hivi, hatukuwapa utume kabla yako, isipokuwa ila wanaume wa kibinadamu, si malaika. Kweli kabisa. Tuliowafunulia. Kwanza kidogo, ila andiko msomaji wanatashwishi. Unaposema huku tuma, hebu rudia tena. Inasema hatukuwapa utume kabla yako, ila wanaume wa kibinadamu, si malaika. Ila ndiko natashwishi, talifanyia operesheni baadaye, kuna tashwishi kunywa. Maliza. Tuliowafunulia, tuliowaletea wahi. Basi waulizeni wenye kumbukumbu ya mambo ya zamani, ikiwa nyinyi hamjui. Baada Waislamu wanaambiwa kama hawajui, msomaji, wakaulize. Kwa hiyo kazi yao ni kuuliza, alafu wanajibiwa. Kazi ya Wakristo ni gani?
3:15 Petro wa kwanza soma. Inasema Kwa hao mambo waulize, sisi kazi yetu ni gani? Twende. muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu. Kumbe kazi ya Mkristo ni kufanyaje? Ni kujibu. Kazi ya Waislamu ni kuuliza. Ndio maana kuna meza iko pale. Baada ya somo kazi yao ni kuuliza. Ukiona swali unakuja moja kukuru kakara. Peperu papara. Unakaa pale unauliza swali lako unajibiwa. Hiyo ndio kazi yao. Kazi yetu ni kujibu. Tunaendelea msomaji. Kumbe wao wenye kumbukumbu ya zamani ni Wakristo na Mayahudi. Ina maana kwani Uislamu haukuanza zamani? Sawa Ndio. 12:19 mwalimu wangu Al-Karimu inasemaje? Inasema je, tambihi inasema je, unaona kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400. Slave limekuwako for over 4000 years. Vitabu vinasema. Twende. Kabla ya kuja dini ya Uislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Kumbe mwalimu dini kaja nayo nani? Muhammad. Juzi. Tuna ushahidi wa kutosha. Kama unatashwishi na hiyo ndio hadithi zinaonyesha vitabu ndio mwalimu wangu ukiangalia hata Qur'ani na aya. Nipatie 62:3 nasemaje? Soma. 62:3 kitabu ni cha Qur'ani. Safi. Inasema na amemleta kwa wengine miongoni mwao. Safi. Walio bado kuungana nao. Nao ndio sisi Waislamu tulio kuja nyuma. Kumbe walikuja nyuma. Kumbe watu wa mwanzo ni Wakristo na Mayahudi. Waislamu wakaja nyuma. Basi kwa watu wa nyuma wanafaa uulize. Kuna watu ambao wametangulia nyinyi watu wa nyuma. Hata mitambo usiutangulia kuweka nyuma na kuja nyuma. Kwa mbaki kwa watu wa nyuma na ni nyuma hivyo hivyo. Kwa watu wa nyuma huja kuuliza. Wakristo bado wanajivunia kuwa ndio hali ya mbele, kifua mbele, wana dini ya kweli, wana dini ya uzima ambao mitume walianzishia tena zamani kabisa. Yesu mwenyewe akiwa ndio mwanzilishi, alafu Yesu Kristo ndio mwenye kutimiza hii imani. Mambo mazuri sana mwalimu wangu. Kumbe Yesu Kristo ndio mwenye kutimiza. Sasa kia mtimizaji wa hii imani mwalimu wangu. Narudi kwenye Qur'ani tena kidogo. Alipokuja mtume msomaji, ujaribu kuuliza Farsi. Hizi dini ambazo zimekuja duniani leo zilikuwa nyingi tangu zamani au zilitoka wapi? Sura 98 aya 5. Nisomee hiyo. 98:5. Inasema hivi, wala hawakuamrishwa ila kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumtakasia dini. Waache dini za upotofu. Na wasimamishe sala na kutoa zaka. Subiri, twende kwenye tanbihi. Inasema makafiri waliopewa kitabu ni Mayahudi na Wamasihia. Kwanza subiri. Kwanza hiyo kauli inakuwa kidogo ya tashwishi. Unajua msomaji? Ndio. Ukisema Yahudi ni makafiri walipewa kitabu, sasa swali, aliwapa kitabu nani? Ina maana Mungu apeana kitabu kwa makafiri? Twende kwenye tanbihi, teremka chini. Inasema na washirikina ni wale wanaoabudu masanamu. Na muradi wa aya hizi ni kwamba kabla ya kudhihiri mtume SW Mayahudi na Wamasihi walikuwa Madina. Walipokuwa wakipigana na wale washirikina, walikuwa wakiwaambia karibu atadhihirika mtume na sisi tutamfuata. Tuwe pamoja naye. Tukapigane na nyinyi. Na walikuwa wakitaraji kuwa mtume huyo atakuwa katika wao. Wale washirikina walipokuwa wakisikia maneno haya waliathirika. Wakawa nao pia wanamngojea huyo mtume. Ndio maana ya kuwa subiri. Kwa tunaambiwa leo msomaji, kwanza watu waliambiwa waabudu Mwenyezi Mungu, wamtakasie ibada, wasifanye ushirikina. Kwenye mfano tunaambiwa makafiri walipewa kitabu ni Mayahudi. Huko chini tunaambiwa msomaji, Wayahudi waliambia watu wa Madina kwamba karibuni anakuja mtume. Wao washirikina walitangaza kwamba mtume anakuja. Unaona hii ni kichekesho. Yaani mshirikina anatangazia watu kuna mtume anakuja. Wale ni kichekesho hali ya juu. Kwa Wayahudi walisaidia Dodoma katika mada ya utume wake, kuna shida nyingi. Mpeanaji, mtumaji, wote tashwishi.
wote wana shida. Ndio maana leo ndugu zangu, unapotafuta njia haki na kweli, lazima urudi katika njia zamani ambayo si nyingine, njia ambayo manabii walikuwa zamani, njia ya Kristo ambayo ndio njia ya kweli na uzima. Lakini za haki yake ambazo zinabambanya, utakwenda astri, yani utapotea, utakwenda na upepo na itakuwa ni mwenye kuumia. Naona muda tu umekimbia, naomba nikate hapo kidogo. Haya, kwa hiyo kama kuna mtu ana swali kuhusiana na hilo somo, kabla sijamwalika mwalimu upande wa pili, pia vile vile unakaribishwa. Kuna meza iko hapo. Sikia jana walimu wa Kiislamu walikuwa pembeni tunachoona wakiangalia kule kwenye vitongoji, hawakuwa hapo koja kuulizia. Hilo ndio somo limepanda leo kifupi. Hiyo ikiwa na mengine mengi yanajazwa hapo. Kuhusiana na somo. Kwa hiyo ukiwa na swali kuhusu hilo, karibu. Kama hauna, tutaendelea. Mwalimu wangu nitaarishia Muntaha hadithi kwenye meza hiyo hapo kurasa wa 7. Hatuna wasiwasi. Muntaha hadithi ipo? Haina shida. Kwa hiyo ukiwa na swali, pia nakaribishwa. Mwalimu wangu, nipe baruani napotayarisha hiyo. Baruani Sura Quraish, aya ya mwisho, kuna ufafanuzi pia chini hapo. Inasema hivi. Katika sababu nuzul. Ndio. Hebu yastajabuni kwa yanayo walazimu Makuraishi. Kweli Makuraishi ni moja katika kabila la Waarabu. Huenda kuna watu hapo wafahamu. Twende. Kuwalazimu safari za msimu wa baridi kwenda Yaman, na safari za msimu wa joto kwenda Shamu, kufanya biashara na kutafuta riziki kwa utulivu. Waarabu zamani walikuwa wanafanya biashara, wanafanya tafuta riziki, wanauza vitu, wanauza dhahabu, wanauza binadamu, walikuwa wanauza kila kitu, yani wana exchange biashara. Twende na amani. Hizo safari za biashara za Yaman ndizo zilizowaleta Waarabu Afrika ya Mashariki. Vitabu vinasema wa Qur'ani kwamba kuna Waarabu walikuwa wanatoka Yemen na biashara zao. Hii biashara ikawaleta East Africa au Afrika Mashariki. Kwa maelfu ya miaka. Tena ilikuwa ni kwa maelfu ya miaka. Alafu zikauleta Uislamu. Zikaleta nini? Uislamu pande za Afrika kabla ya kuenea Arabuni. Kwa hiyo msomaji, tukitafuta kwenye ramani ya vitabu, walileta dini ya Uislamu ni kina nani? Waarabu. Walileta kina ni Waarabu. Watu gani? Wafanya biashara. Basi, kwa hiyo wafanya biashara walileta dini. Ni maana yake. Si Mungu alileta. Wafanya biashara walileta dini. Leo kuna wafuasi wa hiyo dini wengi suku ambao hawajawahi kuchunguza dini ya saa kiini na chanzo cha dini hii ambayo imekuja, ambayo chimbuko lake halisi haswa Waarabu. Umepata hiyo kitabu? Haya, asante. Nafikiri kwa hapo kama kuna mtu ana swali, karibu. Meza iko wazi. Wewe Muislamu wa Mkristo na swali linakusumbua, tunakujibu kwa upendo na upole wa Biblia ama upendo wa Yesu. Ndio maana yake. Kwa leo Wakristo wana njia ambayo ni njia moja, ni njia ya ukweli na uzima, ambao si mwingine ni kumkubali Yesu. Umepokea uzima ndugu zangu bila kubambanya. Ukikataa kukaa kwenye msingi wa Yesu aliyosimamisha, basi nyumba yako imejengwa kwenye mchanga, haina budi hiyo itabomoka au itaanguka. Haiwezi kusimama. Maana uongo siku zote hausimami, bali ukweli ndio unabaki kwa ukweli mpaka kiyama. Haya, maadamu hakuna maswali, tamkaribisha mwalimu tena Lasha, labda ana jambo la kuongeza hapo tunapongojea maswali. Karibu. Asante sana Onyango kwa kupeleka mada hii ambayo ni uti wa mgongo wa kila imani. Waislamu wanang'ang'ana sana na mada hii, wakitaka kuaminisha watu ya kwamba imani ya Kiislamu ama dini ya Kiislamu ni dini ambayo manabii walikuwa ndani, na wanaenda sana wanasema Wakristo dini yao ni dini ambayo imeanzishwa na Paulo kule Antiokia. Hiyo ndio madai ambayo Waislamu wanayo. Tena wanadai ya kwamba Yesu wala hajawahi kuangalia kwenye mlango wa kanisa. Yaani Yesu kazi yake ilikuwa ni kuingia ndani ya sinagogi, na huku anadai ya kwamba sinagogi ni msikiti. Kwa hiyo leo Waislamu wanadai hata Yesu mwenyewe ni Muislamu kama wao.
akina Ibrahimu ni Waislamu, lakini hili tunapoliangalia kwenye vitabu halina ushahidi. Na nataka niseme hivi, kwa mujibu wa Qur'ani manabii wote ni Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani, lakini nje ya Qur'ani hakuna huo ushahidi. Na hawa Waislamu wanaamini ya kwamba sio Qur'ani peke yake ambacho ni kitabu cha Mungu. Wanadai kuna kitabu cha Zaburi, kuna kitabu cha Torati na kuna kitabu cha Injili. Lakini katika vitabu hivi ambavyo wanadai vimepeanwa na Mungu wao, hakuna ushahidi ya kwamba manabii walikuwa Waislamu. Lakini kwa mujibu wa hii Qur'ani, hiyo ndio inaleta ya kwamba manabii walikuwa Waislamu, ambapo mwanzilishi wa imani ya Kiislamu ni huyo ambaye ndiye mwenye Qur'ani. Sasa kama mwenye kuanzisha Uislamu ndiye mwenye kuandika hicho kitabu cha Qur'ani, unatarajia aandike manabii walikuwa Wakristo kweli? Hawezi. Atajaribu kupigia debe dini yake iwe ni ya Mungu, na apigie debe dini yake iwe ni dini ya manabii. Kwa mfano, hebu nipe Qur'ani 3 mstari wa 19. Hiyo aya hakuna Muislamu hajakariri. Ukimuuliza kila Muislamu, kwa nini wewe ni Muislamu, atakwambia Qur'ani 3:19. Lakini hii aya ni Muhammad anaongea wala si Mungu. Hebu soma andiko hiyo. Bismillahirrahmanirrahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Unaona, ni Muhammad anasema maneno hayo. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sio Mungu anasema dini ya haki mbele yangu ni Uislamu, sio Mungu. Hayo ni maneno ya Muhammad anayasema. Sasa kama yeye ndiye mwanzilishi wa imani ya Kiislamu na anadai imani hiyo ya Kiislamu ni ya Mungu, lazima ataipigia debe ya kwamba ni imani ya Mungu. Lakini ukienda katika historia, ukiangalia katika historia, hakuna ushahidi hata kwa historia, wacha hata kwa Biblia. Hata historia yenyewe haikubaliani na haya madai yaliyo ndani ya Qur'ani. Hebu nisaidie 16. Utaona ya kwamba watafiti ama wanachuoni wa Kikristo wamekuja kugundua ya kwamba mwanzilishi wa imani ya Kiislamu ni Muhammad, mtume Mwarabu. Hebu soma hiyo, inasemaje? Inasema Uislamu ni dini iliyoenea duniani, ni dini ambayo imeenea duniani, iliyoanzishwa na mtume nabii wa Kiarabu nani? Muhammad. Unaona, ni dini ambayo imeenea duniani, hata hapa Nakuru iko. Lakini walioleta dini hiyo ya Kiislamu sio Mungu aliwatuma walete, ni wafanyabiashara. Walikuja kuuza nguo, wengine wakakuja kuleta mafuta, wakaleta Uislamu Nakuru. Lakini hata historia yenyewe ya Nakuru ni kwamba Uislamu umekuja, haukuweko. Hata duniani Uislamu haukuwa, ulikuja. Nani alileta? Nipe Qur'ani 12 mstari wake ni wa 19, piga na nusu yake. Inasema ndio. Je, unaona kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400. Kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 1400 kabla ya kuja dini ya Uislamu, kabla ya kuja dini ya Uislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad, Kwa hivyo Uislamu ni dini ambayo imekuja pale, tutaongea baadaye, si saa hii. Ni ya kwamba dini ya Uislamu wakati ambapo inapatikana hapa duniani, mwenye ameileta ni mtume Mwarabu anaitwa Muhammad, mtume ambaye amejipa utume mwenyewe, hajapewa na Mungu. Mwenyewe kajipa utume, kajitangaza yeye ni mtume na akaanzisha dini ya Uislamu. Kwa hivyo mtu anapokuambia ya kwamba Uislamu ni dini ya Mungu,
hiyo sio dini ya Mungu. Hiyo sio dini ya Mungu, hiyo ni dini ya Muhammad. Hebu nipe Qur'ani 10:104. Qur'ani 10:104. Soma hapo. 10:104 kitabu ni cha Qur'ani. Ndio. Inasema hivi katika 10:104 Qur'ani. 10:104 Qur'ani. Inasema, sema enyi watu, ikiwa nyinyi mnayoshaka katika dini yangu. Maana Muhammad anasema ikiwa watu wanashaka katika dini yake, ni kweli Uislamu ni dini ya Muhammad. Uislamu ni dini ya Muhammad, ameanzisha yeye. Na alipoanzisha dini hii alianza kuwaita matajiri. Hakuwa na haja na maskini. Alikuwa na haja na matajiri waingie katika dini yake, maana ilikuwa ni business, ni duka. Alianza. Hebu nikipe Qur'ani 80 mstari wake ni wa kwanza. Uislamu ni duka ya Muhammad. Ndio alikuwa maskini akawa tajiri baada ya kufungua hii duka ambaye ilimtajirisha. Hebu soma hiyo 81 kitabu ni cha Qur'ani. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 80 aya yake ni ya kwanza. Ndio. Inasema siku moja Mtume SW alikuwa amekaa na wakubwa wa Makuraishi. Maana alikuwa amekaa na wakubwa wa Makuraishi katika kuwalingania dini. Alikuwa anawahubiria wakuu wa Waislamu kwa nyuma kubwa na akitarajia kuwa wakisilimu wao. Alikuwa na matumaini ya kwamba hawa wakubwa wa Kiislamu na wanyonge wao watafuata, ambao walikuwa ni wanyonge wao watafuata, sababu wengi walijizuilia kwa kuogopa hao wakubwa wao. Wakati huo akatokea kipofu mmoja aitwaye Ibn Maktum. Nana Muhammad yuko katika hali ya kuwahubiria matajiri wa Quraysh. Akatokea kipofu mmoja na yeye anataka ahubiriwe kama vile wao wanahubiriwa. Tupe habari. Na pasina kujua kuwa Mtume ameshughulika, akampigia ukelele, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwanza huyu kipofu alimuita Muhammad mtume wa Mungu. Nifunze na mimi katika aliyokufunza Mwenyezi Mungu. Huyu kipofu anamwambia Muhammad, hata mimi nifunze pia na mimi yale ambayo Mungu amekufunza. Na akamkariria maneno haya. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad, kwa kuwa alikuwa na pupa la kusilimu wale wakubwa. Alikuwa na watu ambao anataka wasilimu na walikuwa ni matajiri, ni wakubwa wa Makuraishi. Alimfinyia uso yule kipofu kwa kufanyaje? Kwa kumharibia kazi yake. Tunaona Uislamu ni kazi, job. Ilikuwa ni business ya Muhammad. Alipoanzisha Uislamu ilikuwa ni job, business. Kwa hivyo leo hata kama vile tunasema kuna watu wameanzisha kanisa zao, akina Kanyari, hata Muhammad naye ni hiyo sabuni ya kina Kanyari. Ako na imani yake inaitwa Uislamu. Akina Kanyari nao wameanzisha kanisa zao ambao wameweka majina yao. Wao ndio founder. Muhammad naye ni founder wa Uislamu. Kwa hivyo Uislamu ni dini imekuja juzi na mwenye ameleta ni Muhammad. Na hakuna Muislamu anaweza pinga hiyo. Na kama hako aje tumuone. Atokelezee tumuone. Muislamu ambaye anapinga Uislamu ni business ya Muhammad. Akuje hapo tumuone. Tunasema kama jua linawaka ya kwamba Uislamu ni business ya Muhammad. Ameanza juzi. Akasilimisha Waarabu. Waarabu waliposilimu wakawa wengi. Walipoanza kuja kufanya biashara huko Afrika Mashariki ndio wakaleta Uislamu. Sasa leo watu wanasilimu kwa kupikiwa pilau. Waislamu wakipika pilau kwa msikiti, wale ambao wanapenda pilau wanaenda kwa msikiti wanasilimu. Unasikia mtu anakuambia anaitwa Abubakar. Ukimuuliza kwa nini silimu, anakuambia alipewa pilau. Mwingine naye kwa sababu alitaka kuongeza mke, anaona ile dini ambayo itakubali aongeze mke, anaona ni Uislamu, anaingia Uislamu alafu anaongeza mke. Mwingine naye anataka kukula miraa, anaona dini ya kukula miraa ni Uislamu, anasilimu anaanza kula miraa, maana anafikiria Uislamu ni kukula miraa. Kuna Muislamu anapinga, akuje hapa aseme anapinga. Aje tumuone, akuje aseme ni uongo.
Uislamu sio dini ya Mungu, ni dini ya mtu. Kwa hivyo sisi hatukatai Uislamu ni dini, hatukatai. Kile tunakataa, ukisema ni ya Mungu, hapo ndio tutakuhoji. Lakini ukisema ni ya Muhammadi, hatuna shida. Tukuhoji nini? Na tunajua. Kwa hivyo leo ndio mada iko hapo. Manabii hakuna nabii wa Mungu amewahi kuwa Muislamu, hakuna. Lakini leo utasikia Muhammad katika hii Qurani yake anasema Ibrahimu atakuwa Mkristo, hakuwa Myahudi, alikuwa Muislamu. Uongo mtupu. Hakuna nabii wa Mungu Muislamu, na kama kunaye kuja umtoe. Qurani iko hapo, Biblia iko hapo, vitabu viko hapo, kaa pale itoe. Hakuna. Hebu niulie hiyo Galatia 3:29. Biblia ilitangulia Qurani. Qurani kabla haijaandikwa, Biblia ilikuwa imeandikwa na imefungwa. Muhammad anakuja baadaye, anakuja kudanganya watu. Kuna dini nyingine inaitwa Uislamu. Huo ni uongo. Na vijana wadogo wanaendelea kuingia Uislamu bila kujua, wanapotea. Ni dini ambayo kuna majini ndani. Dini ambayo shetani mwenyewe amesilimu. Kuna vitabu zingine ziko hapa, hata ukisoma unasikia masikio inawasha. Unashindwa. Waislamu wanasoma hizi vitabu kwa msikiti. Maana kama unaweza ukasoma vitabu vya Uislamu bila hata kusoma Biblia, huwezi kuwa Muislamu. Unatoka kuwa Muislamu kuanzia saa hii. Kwa hivyo mimi naomba watu ambao wanaingia Uislamu wakubali kusoma vitabu vya Uislamu, watatoka Uislamu, hawatabaki kuwa Waislamu. Kuna Muislamu ambao ako na swali. Hapa ni stage. Mahali hapo kuna msikiti hapo, iko hapo, kuna wengine iko hapa chini. Sasa kama hamwezi kuhoji, ni nani mwingine atakaye hoji? Ina maana ya kwamba hii Nakuru kimeeleweka. Hakuna mahali Uislamu unapumua. Labda tukitoka tu Nakuru, ndio naona watu na maspika wanazunguka huko kwa mitala. Maana wanajua tumeenda. Kwa nini wasikuje tukiwa? Kwa nini wasije tukiwa? Tukishatoka tu utasikia maspika sijui wapi. Ukiwaita hawaji. Kuna Muislamu ana swali? Kuna Muislamu yoyote ana swali? Kama una swali unyamaze milele. Unyamaze milele. Hii imani ya Kikristo ndio imani ya kweli. Manabii wote walikuwa ndani. Galatia 3:29 soma. Inasema na kama nyinyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawa sawa na ahadi. Basi ile ndio imani ya kweli, na ndio imani ya Ibrahimu, na ndio imani ya kurithi ahadi za Ibrahimu. Ndio naona leo walimu wakubwa wa Kiislamu wameanza kuhama, wameanza kuungana nasi. Hapo hapa mmoja amesilimisha watu 37,000 huyu. Watu 37,000 amesilimisha, kapeleka msikitini. Lakini sasa hivi ameuacha Uislamu. Hao wote aliingiza Uislamu, tunaanza kuwarudisha moja kwa moja. Hawa kwanza, huyu unamuona hapa ndiye alikuwa mmoja wakati nilipoingia kwa kiwanja siku ya kwanza. Huyu ndiye aliyenipa changamoto huyu. Huyu ndiye alinitolea Isaya 50 mstari wake wa kwanza. Sijawahi kusahau, hata nilifikiria yeye alisahau. Kumbe hata yeye hajawahi kusahau. Lakini sasa hivi tunavyoongea tumeungana pamoja na yeye. Amebatizwa, sasa sio Muislamu tena, sasa ni Mkristo. Amewasilimisha watu. Ukienda kwa mtandao uandike Rashid Ekai, utamwona kazi alikuwa anafanya Kongo, Tanzania, Kenya, Uganda, kwa kila mahali amekuwa akizunguka akiwaambia watu wakuwe Waislamu. Lakini kumbe atakuja kugeuka baada ya kuona ukweli. Unaweza kuwa unafua nguo lakini ukakuta unaosha mikono yako na haukukusudia. Kwa hivyo huyu ndugu kuanzia sasa sio Muislamu tena, ni Mkristo kwa sasa hivi. Na kama kuna mtu ambaye anapatikana hapa Nakuru anaweza akamrudisha Uislamu, aje tumuone kwa hoja. Tumemtoa Uislamu kwa hoja, kuja mrudishe kwa hoja. Tena ni mwalimu mkubwa, ni mwalimu anajulikana, si mwalimu ambaye hajulikani, anajulikana kabisa. Lakini hakuna mtu anaweza kumrudisha katika imani ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametoka kwa hoja, hajanunuliwa kwa pesa,
ametolewa Uislamu kwa hoja. Kama unamrudisha Uislamu, umrudishe kwa hoja. Asubuhi ameongea akasema hauwezi ukanunua imani ya mtu kwa pesa, na ni kweli. Hauwezi ukanunua imani ya mtu kwa pesa. Yeye hajanunuliwa, ameuacha Uislamu mchana, na kama unataka kumrudisha Uislamu, mrudishe Uislamu mchana. Tuko na yeye hapa juu. Walimu wote wa Kiislamu na kuruhii wameogopa kukanyaga hapa. Wameogopa. Hata wao wenyewe kile kimebaki ni kubatizwa tu. Hakuna nyingine. Unajua ukishindwa na mtu mjoi. Kama mnapigana na mtu amekushida, kubaliana na yeye. Kama mnashindana na mtu na amekushida, mjoi. Sasa wewe tumemshida kihoja, ametujoin. Waislamu nao akina Anwari, akina Sasaka, akina Abubakari na wengine wanaitwa akina Mazinge ambao tunawagoja sana. Kuna mmoja hapo Tanzania anaitwa Mazinge, kuna mwingine anaitwa Kinyugori, na kuna mwingine anaitwa Shafii. Hawa ndio tunawagoja. Maana hawa Kenya tunamalizana nao. Hakuna mwenye anapumua saa hii. Wote kimya wamejificha huko msitu. Sasa tunataka hawa Tanzania waje. Maana hawa Kenya wameshindwa sasa. Sasa tafuteni wa Tanzania kwanza. Mkiwatafuta wa Tanzania tumalize, itakuwa wote Waislamu wataanza kubatizwa mmoja baada ya mwingine. Mmoja baada ya mwingine. Kuna Muislamu ana swali katika tauni ya Nakuru. Kunaye. Kiti ndio hiyo. Qur'ani iko hapo. Biblia iko hapo. Kuna Muislamu ana swali. Kuna Muislamu ana swali. Mimi ninafikiri, sijui kama Rashidi unaweza kupea hawa watu ushuhuda wa kazi ambao umekuwa ukiifanya. Ufanye tu uambie mimi nimefanya kazi ya hii ya kuwaigiza watu Uislamu kwa muda gani. Hebu karibu wape ushuhuda wako. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani kwanza msomaji niko najua kuna mambo mengine wakati mwingine, ndio maana unaona naanza na hiyo salamu nikitarajia kwamba watakuja, na ndio maana nilisema niko tayari kuhojiwa kwa lolote, na niko wazi jua ikiwaka kama ni Kiarabu tutaingia kule ndani. Lakini kama ingekuwa ni ile wakati ambao tulitasema tunakwenda kukabili, nafikiri mada hii mara moja haraka sana ningekuwa nimeshafika kwenye meza. Kitambo sana ningekuwa nimeshafika kwenye meza. Kwa nini mtu anafika kwa meza? Kwa sababu hoja iko wazi tu. Walimu washatangulia wakasema mada iliyoko leo ni dini. Ndio mada ambayo tumewekewa. Na tukafafanuliwa sana neno dini. Aliyetangulia akasafiri kabisa, kaingia kwa Ayubu, ndio akateremka kwa Yohana, ndio akateremka mpaka kwa Yeremia, akateremka mpaka kwa Ayubu, akateremka mpaka kwenye Methali, kaja Qur'ani 3:99, akateremka katika 2:65. Yaani yote akawa anateremka. Nilikuwa nasikiza tu, manake wakati mwingine kichwa yangu inakuwa na memory. Unakanyaga hapo, unakanyaga hapo, unakanyaga. Sasa ndio tulikuwa tunawasubiri. Unaona? Hebu Galatia 2:20 kwanza niangalie mara moja, alafu tena nirudi hivi. 2:20 kitabu ni cha Galatia. 2:20 Galatia inasemaje? Inasemaje? Inasema hivi, ndio nimesulubishwa pamoja na Kristo. Umeona? Sasa mara nyingi utaona unakuja unachanganya mada. Ndio maana mwalimu ameweka hapa, akaweka mada dini gani ya kweli. Sasa mara nyingi mtu anaweza akafika, baada ya kufika kutoa ile mada inayohitajika, akafika akaleta nini? Akaleta mada nyingine ili kukutoa katika nini? Katika ile somo yenye ulikuwa nayo. Umeona? Lakini tunaigusa tu kidogo kwa umbali. Alafu kuna baadhi ya maandiko ambayo watakuja hapa wapitia hayo maandiko, na wakishakuja kupitia basi mimi nitaangalia wanapitia pande gani, alafu tupite pamoja. Alafu hapo ndio utajua mbivu na iliyofanya nini na iliyoiva. Hapo ndio utaangalia. Kwa hiyo tunajua wakija kwanza
watatangulia na aya hii ambayo mwalimu wangu labda pengine hiyo aya kuna sehemu ndogo tu ambaye bado. Hebu 3:19 alafu twende taratibu, alafu rudi kwa kuna kidogo kitu pale mwalimu. Nisikilize kwa makini, twende. 3:19 kitabu ni cha Qur'ani. 3:19 inasemaje? Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu. Msomaji, dini ya haki. Subiri, haki iko katika nini? Mabano. Hebu enda kusoma Kiarabu kama haki iko. Inasema ndio, inna dina inda Allahi al-Islamu. Haki iko? Hakuna. Mimi nakusubiri. Ndio maana uliona tuliwaingiza watu wengi sana, lakini wenyewe walikuwa hawajajua kwamba tunaingia tunakwenda sehemu gani. Umeona Onyango anachanga yani hiyo kitu mpya. Hiyo kitu mpya kabisa. Kwa hivyo tunajua yale mapito watakoja. Baada ya kuja tunajua watahama tena. Watakimbia katika Qur'ani 2:121. Hebu twende. 2:121. Yaani hapa mimi nawapatia hiyo mapito, watakuja wapite hapo, alafu mimi nitakuwa nakaa pale mbele, tutakaa vizuri. 2:121 kitabu ni cha Qur'ani. 2:121. Inasema hivi. Inasemaje? Katika 2:121 kitabu ni cha Qur'ani. Ndio. Wale katika ahlul kitabu. Umeona wale katika ahlul kitabu. Tuliowapa kitabu Taurati. Msubiri kwanza, wakapewa kitabu inaitwa nini? Taurati. Sasa Taurati alipewa Musa akiwa katika mlima Sinai. Mwalimu aliyetangulia akasema Musa alikuwa pamoja na nini jangwani? Na kanisa. Sio nini? Sio msikiti. Sasa hiyo ndio hivyo. Ya pili ikasema akapewa nini? Taurati. Alafu ya pili Injili. Wakapewa kitabu ya pili inaitwa Injili. Sasa Injili yenyewe wakishafika wanapiga ile 4:16 Mtakatifu Luka. Hebu tuende kwanza hapo. 4:16 inasemaje? Wakaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato alafu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Mbona watakuja na hiyo, na mimi namsubiri tu. Akaenda katika sinagogi kama ilivyokuwa nini? Desturi yake. Hebu fungua huko nyuma, manake huko ndio huwa wanakimbia. Fungua huko nyuma, inasemaje? Sinagogi. Ndio. Msikiti wa Wayahudi. Kumbe tumeona maana yake inasema nini? Msikiti. Kwa kitabu gani hiyo? Ni Injili ya nani? Ya Luka. 3:9 Ufunuo. 3:9. Tunapita, unajua leo mapito mengine. Hiyo ni tamu. 3:9 inasema katika 3:9. Ndio inasemaje? Inasema tazama. Nakupa walio wa sinagogi la Shetani. Katika sinagogi la nini? La Shetani. Alafu tunaambia Mtume Muhammad kasilimisha nani? Shetani. Umeona haya maneno? Ndio jinsi ilivyo, lakini sisi mara nyingi tunapenda kupitia kidogo. Hebu teremka kabisa, aida ya mwisho kabisa inasema na wakapewa nini tena ingine kitabu ile? Inasema wasemao kwamba ni Wayahudi. Wasemao ya kwamba ni Mayahudi nao sio bali nini? Wasema uongo. Umeona, ndio maana Paulo alipokuja duniani akawa anasafiri kuhubiri mambo yake. Galatia 1:17. 1:17. Hebu tuende babu. Inasema katika 1:17 alipopata hii habari hakunyamaza tu, akafanyaje? Wala sikupanda kwenda Yerusalemu. Basi kama wa Yerusalemu, basi sasa naenda kutafuta nini Yerusalemu? Kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu. Unaona, kwa hao waliokuwa mtume kabla yangu, sasa nakwenda kufanya nini Yerusalemu? Bali nasafiri wapi? Ndio. Nalikwenda zangu Arabuni. Na Mtume Muhammad katoka wapi? Arabuni. Mwalimu Ndasho, si wote niwaachie hapo tu, hao babano hawezi kuja kesho. Acha tu niwaachie hapo alafu niwasubiri. Umeona sasa? Ndio hivyo. Anapanda kwake, anakwenda Arabuni. Kwa hivyo tutagusa tu hivyo, alafu watakuja baadaye ndio tuamke sasa. Nafikiri ngoja kabla hujaenda, kama kuna kitu ambayo watu hapa walikuwa wanagoja ni namna ulikuwa unafanya kazi ulipokuwa Muislamu. Umewasilimisha watu wangapi? Umewasilimisha kwa njia gani? Na sasa hivi umekuwa Mkristo
tutatumia njia gani kuwarudisha hao uliowasilimisha na kuwarudisha kanisani? Hebu jaribu kutuambia kwa muhtasari tu. Naam, katika kuwasilimisha watu, wacha kwanza niwaeleze kitu moja. Tatizo ambalo Wakristo tuko nayo ni moja. Huwa hatusomi Biblia, huwa tunasubiri tusomewe. Ndio ukweli. Yaani hatusomi, tunasubiri tuseme pastor amefanya nini? Amesema. Na mara nyingi sisi tulikuwa tunatumia, kwanza unasoma makala ya kitabu. Kama ni Wakorintho wa kwanza unaanza 1 mpaka unamaliza. Baada ya kumaliza unatafuta point nusu tu, maneno machache inayoingiana na akili yako. Sasa ukichukua ile maneno machache kabisa, alafu unaingiza mara moja kwa ile maneno wewe unazungumza, utaona iko nusu na unaona huyu mtu amesema nini? Amesema kweli. Na ndio maana unaona wakija kwa meza huwa tunawabana. Kwa sababu gani? Wakiwa kanisani kazi ni kusikia tumeambiliwa, alafu tunaondoka. Lakini aweza akaenda nyumbani akaangalia hii maandiko imesomwa, lakini ilikuwa inazungumzwa kwa sababu gani na gani na gani. Nyingine tunapata fursa ya kuwachukua kwa sababu leo kila mtu ameanza kanisa, mpaka nyingine inakuwa ni yake binafsi. Sasa mara nyingine unamuuliza wewe dini gani? Mimi ni Mkristo. Wadhehebu gani? Sijui ni Anglican, PAG. Uko na andiko inayosema PAG ni kanisa? Hana. Unasema takibiri. Tunajua tayari huyu amefanya nini? Ameshaingia. Umeona? Tunajua huyu amefanya nini? Ameshaingia. Lakini mpaka sasa hivi watu ni wengi, lakini wale nawakumbuka ni 37,000. Piga Kongo, Uganda, Tanzania, hiyo nimeifanya. Hawa mabwana hakuna mtu anijui hapa. Hakuna mtu anijui. Wakati ile walikuwa wanajua vile ninavyopita. Lakini nataka niwahakikishie kwamba hawa hawachukui muda mrefu. Kwanza ni nzuri sana. Si niliowapeleka. Alafu kurudisha itakushindaje? Itakushinda kweli? Tunawapeleka na ile mtindo, alafu na mtindo wa pili tunageuza tena gari kwa mtindo wa pili. Ndio maana hata gari unaona ikaekwa mpaka spidi kia 4 ama 5. Yaani ukiona imechoka sana unabadilisha inapata nguvu. Yaani taratibu ili na hao vile vile watakuja, lakini kukuja kwao mpaka nyinyi mkue kitu kimoja ndio watakuja. Lakini kama leo bado mwingine yako sijui PAG, mwingine sijui Katoliki. Kwanza Katoliki na Muislamu ni mtu na dada yake. Ni mtu na ndugu. Ndio maana ukasoma ilisomwa imprimato pale. Hebu isome hiyo imprimato aliposoma hiyo Biblia ya Katoliki hiyo. African Bible. Iangalia inasema kitu gani. Na hizi Biblia zingine zote hiyo maneno hakuna. Iko tu imprimato hiyo peke yake. Inasemaje? Inasema Uislamu. Ati nini? Uislamu. Twende. Ni dini iliyoenea duniani. Umeona kwamba kwanza ni dini iliyoenea duniani. Iliyoanzishwa na mtume. Alifanyaje? Iliyoanzishwa na mtume. Hebu subiri. Alikuja nayo ama alianzisha? Iliyoanzishwa na mtume. Sio kukuja nayo. Kwa hivyo kaanzisha, sio kuja nayo. Twende. Nabii wa Kiarabu. Umeona? Na ndio maana leo ukiwa msikitini kitu cha kwanza unajifunza nini? Kiarabu. Baada ya kujifunza Kiarabu ndio sasa unaruhusiwa kwamba wewe unafanya ibada kwa Kiarabu, unahubiri kwa Kiarabu, mambo yako yote yanakwenda Kiarabu. Nani ameshawahi kuona Mwarabu anahubiri barabarani hivi? Iko? Yaani miaka yote hii umezaliwa mpaka leo, nani ameshawahi kuona Muislamu, yani Muislamu yote ambaye ni Mwarabu anahubiri hapo? Yaani ni wewe wanakuletea tu alafu wewe unaenda? Yaani wanaanzisha, wewe unafanyaje? Kwa hivyo mimi nawaambia bado tutawafuata tu, hata msikitini huko tutakuwa tutahubiri tu, watafanyaje? Watarudi. Kwa hivyo sisi Mwalimu Ndasha bado kuna mapito mengi. Na huyu nafikiri mnamuona hii kazi mtaona itabadilika, sio vile ilikuwa, itakuwa tena katika hali nyingine. Tuko pamoja, lakini hebu nione wanasema tuko pamoja. Tuko pamoja. Bamba tu baba, si ndio hivyo? Haya, asante. Haya, naona tunaendelea kupata ile samaki kubwa kubwa sasa. Samaki zile kubwa kubwa. Kwa hivyo Waislamu wajipange, maana wale waliotoka kwao, waliokuwa wanawatumia
kuwaigiza Wakristo kwa msikiti. Sasa tumewatoa, sasa watawarudisha wale walioingia, na wale waliokuwa huko kwa Uislamu bado tutawatoa. Hiyo ni vita imetangazwa, lakini sio vita ya kupigana na marungu ama mateke, ni hoja. Kama vile umemsikiliza huyo ndugu hajataa, amebatizwa leo, lakini wewe sikiliza namna amepita mapito hapo, na akimaliza mwezi, kama leo ni siku ya kwanza tu na amepita hiyo mapito ambayo umemsikia, na akimaliza mwezi, akimaliza mwaka, si Waislamu watakuwa wanamkimbia kwa hoja zenye atakuwa nazo. Kwa hivyo shikilia hapo hapo ndugu yangu Rashidi, Mungu amekuita na ndiye atakutumia, na usiogope mtu. Usiogope mtu. Hebu nipe Minhaji Muslim ukurasa wa 983. Kuna kitu fulani ambapo hapo haya, lakini labda hiyo sheria itumike Baghdad, si hapa Kenya. Ati man badala dinahu fakturu. Hiyo ni sheria ya Somalia, sio ya hapa Kenya. Mtu akitoka Uislamu muueni. Sasa hii dini ambayo unatakikana ukae usitoke, kwani iko na nini? Yaani wewe uingie kwa dini lakini usitoke. Wewe ni hiyo dini na matatizo. Hebu nipe ukurasa hiyo. Ni ukurasa wa 900 hapo, 83. 983 hapo. Wanasema man badala dinahu fakturuhu. Ama Buguru Marani. Ama ukurasa wa 893. Ukurasa kule chini, angalia ukurasa kule chini, 900 hapo. Hii hata leo ndio naona leo Waislamu ambao tuko nao Kenya, hii sheria hawezi wakafuata. Maana dhubutu tu kufuata hiyo sheria, uone kama hautakulia jela. Tapata mvi ukiwa jela. Fuata hiyo sheria Muhammad. Pia Muhammad alioa mtoto mdogo. Alioa mtoto wa miaka 6. Mke wake anaitwa Aisha. Muhammad alimuoa akiwa na miaka 6. Na kile ambacho Muhammad alifanya, Muislamu kufanya inaitwa sunna. Yaani kufanya aliyofanya Muhammad. Sasa mimi nauliza Waislamu wanakuru, kama Muhammad alioa mtoto wa miaka 6 na kufanya kile Muhammad alifanya ni sunna, oeni mtoto wa miaka 6 tuone kama hatutakuwa tunawaletea githeri jela. Ndio mtajua huyo mtume wenu ni mtume aliyekuwa na tabia mbaya. Unawezaje kwenda kuchukua mtoto wa miaka 6 unaoa? Utaanzia pande gani? Hebu soma hiyo. Sheria inasema murtadi ni mtu aliyeacha dini ya Kiislamu, ni mtu aliyeacha dini ya Kiislamu kwenda nyingine, akaenda katika dini nyingine kama vile Ukristo. Kama huyu kwa mujibu wa imani ya Kiislamu anaitwa murtadi. Hata ule nasoma ule. Hata huyo mwingine, hao watu walikuwa Waislamu. Huyo Onyango huyo alikuwa Muislamu huyo. Huyo anasoma alikuwa Muislamu. Huyu naye amekuwa Muislamu, ametoka. Mimi tu ndio sijawahi kanyaga Muislamu na sikanyagi abadan, hata kwa uchawi. Hata wakimtuma Jibril mimi nitampiga mawe. Sawa ndiko hiyo. Murtadi ni mtu aliyeacha dini ya Uislamu, ni mtu aliyeacha dini ya Uislamu kwenda nyingine, kama vile Ukristo, ndio Uyahudi, au kujiunga na dini nyingine kama vile mpagani, mkomunisti, akiwa ana akili timamu, kwa hiari yake, hukumu yake murtadi. Sasa huyu kama angekuwa Baghdad ama Somali, na kwambia ni vile mko hapa Kenya ndio mnanusurika. Tupe habari. Atatakiwa kurudi kwenye Uislamu, anatakiwa arudi katika Uislamu kwa siku 3. Anapewa siku 3, 3 days. Na asiporudi, kama hatakuwa amerudi, atauliwa kwa upanga. Anahitajika akatwe kichwa kwa upanga. Hiyo ndio Uislamu. Alafu unachukua miguu yako unaenda kuingia kwa dini kama hiyo. Hiyo ni dini ya kuingia hiyo. Dini ambayo unaingia na utoki. Ukitoka unakatwa kichwa. Wanasemaga hiyo. Lakini kwa sababu hapa Kenya ukidhubutu kutumia hiyo sheria ya Muhammad, unakaa jela miaka yako yote. Maana utastakiwa mada. Maana Kenya kuna uhuru wa kuabudu. Hata Wahindi wanakubaliwa. Ukitaka kuabudu hata hii speaker hii, useme ni Mungu wako, serikali ya Kenya itakubali tu, haitakuuliza. Lakini Uislamu
Ukiingia hakuna kutoka, kwa mujibu wa sheria ya Muhammad. Unakaa hapo mpaka ufe. Sasa wale ambao ni Waislamu Kenya, tokeni haraka iwezekanavyo. Hiyo sio dini hii. Hii ni dini ya mada ya uwaji. Kama tungekuwa Baghdadi ingekuwa ni hivyo. Sasa kuna Muislamu aliye na swali. Yaani hii Nakuru inakuwa ni tauni ya Wakristo. Yaani Waislamu karibu sasa wako karibu kutoa kofia, waendage bila. Wasijulikane na kanzu, wawekage nyumbani, wavae suti. Mwalimu, umewahi kuona Mwarabu anafanya muhadhara Kenya? Sijawahi bwana. Kwa nini? Hata sijui. Wanajua Ukristo ndio dini, hawezi pinga. Hawezi pinga. Wale wanafuata na mazipika ni hawa Wajaruo. Wakare hii ngozi nyeusi na kula githeri ndio inasumbuka, na Mwarabu anacheka tu, alitengeza dini, mambo yakaishi kama ulivyosema. Yaani na ni kweli, hata Rashidi umeongea kitu. Umesema Mwarabu hutamuona akitetea Uislamu na dini imeanza kwao. Wale ambao wanahangaika na maspika ni hawa ambao ni ngozi nyeusi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya, kuna Muislamu yeyote ambaye anapatikana hapa kwenye hii stage? Kuna yule ambaye anasukutoka mwenye ametubebea maspika hapa, akaja akapaka hapo hapo. Tumubatize haraka iwezekanavyo. Huyo ni Mkristo kwa mlango wa nyuma. Mimi hajawahi tangaza msimamo. Huyo amebeba maspika hapa ni Muislamu. Lakini ni Muislamu Mkristo. Tunaona vile amebeba maspika, amepanga yeye mwenyewe, akajaribu microphone testing. Semekuwa hapa. Ameenda wapi tena? Kuna Muislamu yoyote anapatikana kwenye stage hii ambaye ana swali? Kuna Mkristo ambaye amewahi kuulizwa swali na Waislamu akashindwa kujibu, akuje hapo tumpe jibu. Siku nyingine akiulizwa anampa jibu. Kunaye Mkristo kama huyo? Kuna Mkristo yoyote ambaye ana swali hata kama